mtazamaji na mwana michezo mwenzangu bwana kutokea hapa Babati Manyara, nje ya uwanja wa Tanzanite Kwaraa, uwanja ambao utachezwa mchezo wa nusu finali wa CRDB Cup Federation kati ya mnyama Simba dhidi ya Singida. Bwana, hii ni mechi ya pili wamebahatika kuondoka na alama 3 katika mchezo wa ligi kuu, lakini Singida wakiongea maneno mengi sana wakisema kwamba wameonewa. Niko na mashabiki wa Simba, nataka nizungumzie Dede, mmoja wa mataifa chumvi ya mawe, na hii ni Spoga TV ambao tumepewa nguvu kabisa na watu wetu wa nguvu kabisa wa kuitwa Bongo Bongo. Bwana, unaweza kutembelea pia tovuti yao ya www.bongobongo.co.tz. pale ukaweza kubeti kabisa, ukabashiri matokeo ya leo, nani kati ya mnyama na Singida anaweza kuondoka na pointi 3 na kutinga katika hatua ya finali kukutana na Young Africans. Bwana, niko na Faza hapa, mshabiki mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Faza, heshima yako. Asante bwana. Mambo safi? Safi. Nimeangalia bwana tabasamu lako, kwanza nimeona hauna wasiwasi. Linaonyesha hauna wasiwasi. Lakini umetoka kucheza na Singida siku chache zilizopita, umeonekana kwa mchezo mgumu, mmeshinda bao 1-0 kwa tabu sana. Katika mchezo wa leo unauonaje mchezo? Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kutufikisha salama. Safari ilikuwa ndefu mpaka tumefika hapa. Kwa kweli tumekuja na matumaini. Kwa sababu siku zote unapokaa unakuwa na matumaini kwanza. Mchezo utakuwa mgumu kusema kweli, sio mwepesi kama unavyofikiria. Na nina imani kwamba Singida leo wataingia kwa jihadi kwamba kutaka kulipiza kisasi. Naamini kocha wangu Fadlu amejipanga na anaelewa kitu gani anachofanya. Tuna matatizo fulani kwamba wachezaji wetu wamechoka, fatigue. Cheza mechi nyingi sana karibu. Lakini nina imani na wachezaji wangu watafanya vizuri. Ndio. Katika mchezo ambao umepita, Singida wamelalamikia sana, wamesema bwana waamuzi kwamba ndio wamesababisha labda nyinyi mshinde. Katika kauli kama hiyo mnakuja kukutana naye tena siku chache mbele. Hii inatoa kwanza taswira gani kwenu, lakini pia kuenda katika huu mchezo unaona utakuwa ni mchezo wa namna gani? Kwa mpira wa kibongo bongo bwana, vitu hivyo vya malalamiko ni vitu vya kawaida tu. Tumeshazoea. Na mpira ni mchezo wa wazi kabisa. Marefari ndio waamuzi na wale wanafanya kazi zao kama walivyo. Lakini tuna imani kwamba hivyo tunampiga Singida. Ngapi? Kwa kweli yakijitahidi sana labda tutatoka 3-1. Hiyo ndio betting yangu. Tuweza kumpiga 3-1. 3-1. Ndio bwana. Bwana, kila la heri bwana. Asante sana. Shukrani. Asante, kazi njema. Spoga TV tuko hapa Tanzanite Kwaraa bwana, uwanja ambao leo utatumika kucheza mchezo wa nusu finali kati ya mnyama Simba na Singida Big Stars. Bwana, niko na mshabiki kindakindaki, mama mwenye Simba yake bwana hapa. Tunaweza kuzungumza naye, lakini kama unavyofahamu ukiniona bwana Bongo Bongo wametupa nguvu kabisa bwana, na kushauri bibi Simba, kwa sababu kama una uhakika na chama lako leo linaenda kushinda, kwanza linashinda ngapi? Leo tunashinda zaidi ya goli 2. Goli 2. Ndio. Kwa hiyo mimi nakushauri mapema kabla hujaingia ndani bwana, tembelea tovuti yetu ya www.bongobongo.co.tz. Hamna tatizo kwa kweli. Mzigo wako ukiweka tu hapa hamna mbambamba. Bongo Bongo nimewaona www.bongobongo.co.tz. Nitawacheki muda si mrefu. Nani unatarajia labda anaweza kufunga mabao hayo leo? Mimi wachezaji wangu wote nawaamini. Sisi kwa wachezaji wetu hata beki anafunga, hata golikipa anafunga, ili mradi tu sisi tupate ushindi. Na leo hapa tunawanyoa, tunaondoka na ushindi wetu. Ndio, watu wanasema bwana kwenye mchezo uliopita ule kama ni waamuzi ndio waliwasaidia bwana. Sio kweli. Mpira una matokeo 3 na mpira ni mchezo wa wazi. Refari yeye ndio anaoangalia. Mbona leo hii wanasema wao refari alokuja huku walajiga wanachekelea? Sasa wanachekelea nini? Refari ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Lolote atakalofanya lazima mulipokee. Kama sisi tumepokea matokeo, tulikuwa Zanzibar, tunacheza na Berkane. Matokeo yalotokea, mchezo umeonekana duniani, lakini tumeyapokea, ndio refari alivyoamua na ndio mchezo. Refari ni mtu wa mwisho, anatakiwa asikilizwe na akubaliwe. Ndio. Bibi Simba sasa unadhani kwa nini wao wanamfurahia sana Ahmed Arajiga? Wao wanamfurahia
wanafurahia kwa sababu na wao kama hayo wanaozungumza wanasema ni mtu wao, lakini sisi tunajua yule ni refarii. Lolote anaweza akafanya uwanjani. Kwa hiyo matokeo yote yanayotokea yapokelewe tu. Ujumbe wenu kutoka kwa Young Africans wanasema bwana, msiwakimbie kwa sababu kule kwenye ligi wao hawachezi. Kwa hiyo hapa mjitahidi mumfunge Singida ili mkakutane nao sasa muonyeshane. Kwanza nawaambia sisi ndo mabingwa. Na leo hapa sisi ndo tunawajulisha kwamba sisi ndo mabingwa. Tunachukua kombe. Wanataka ndo hivyo, watake ndo hivyo. Wacheze, wasicheze, sisi ndio mabingwa, na hapa salamu hizo wajue kwamba sisi ndio mabingwa. Leo tumekuja kumaliza finali hapa. Ndio, tumekuja kuwafunga hawa, ni kazi imebaki Mdebwedo tu. Mdebwedo mtelemko tu kama kitonga. Ndio. Mziki ule wa Yanga uogopa? Hawana mziki wote. Wao wanatuogopa sisi. Na ndio maana wanachanganyikiwa, mara ameongea hili, mara wameongea hili, lakini sisi tuko vizuri. Na wanajua tuna kocha ambaye kwanza sisi yule kocha tulimpa ajenge timu. Fadlu huyo. Lakini cha ajabu yule kocha katengeneza misifa ya ajabu. Katupeleka finali. Sisi wenyewe tulikuwa tumemwambia jenga timu. Tupeleke nusu finali kwa sababu kuna jina walikuwa na timu yeye kanogewa. Kanogewa mwisho katupeleka finali. Kwanza tunamshukuru. Tunampenda yeye pamoja na kikosi chake. Benchi la ufundi pamoja na viongozi. Tuko vere pamoja na wanachama. Ndio, na tuko vere na sisi. Ule mcheze ni kwa sababu ya mziki wenu? Sisi mziki wetu hatari na ndio maana wanaogopa. Hatuchezi, watacheza hata kwa viboko. Wasipocheza sema bingwa. Yule Joshua Mutale amekuwa hatari. Hello, yule budo. Kwanza muangalia wewe tangu Uarabuni kule ulienda. Yule Joshua Mutale akikupeleka kushoto lazima ulambe nyasi. Akikupeleka kulia lazima ulambe udongo. Kwa hiyo yule ni kijana ambaye yupo kwa ajili ya watu kama wale. Lazima ukifanya masiara nakupa toba, ukifanya masiara nakupa kidali cha kuku. Na leo cha kuku. Kwaje kidali cha kuku? Kidali cha kuku lazima uveshe kanzu kama shehe. Kama ya shehe. Na hiyo leo hapa watamuona budo ni nani. Nyama na unguruma huyo. Nyama na unguruma kama unavyomuona mnyama. Amekuja. Kumaliza kazi. Huyu kaja kumaliza kazi na sisi ndio. Kispika cha nini, cha kuimba cha nini kispika? Hichi kispika cha kuja kuhamasisha. Kispika cha kuja kuhamasisha kazi ile tuleta hapa kwa raha. Toa hamasa kwanza kwa mfano. Maana yake hamasa lazima tuzione kwa mfano. Naona kimezima tena hichi. Iko hii hapa. Wamekasirika. Wamekasirishwa na nini? Wamechukia Singida. Wamechukia na nini? Sema mliwadhulumu kule. Hatukuwadhulumu. Hapana. Kwanza jiulize, mechi Simba amecheza na Singida. Anayenuna ni shangazi mtu. Anayetakiwa kununa ni Singida, sio shangazi mtu. Yule shangazi mtu ananuna kwa sababu amemtuma. Yeye amekimbia ubaya ubwela, akamtuma yule aende akaujaribu ubaya ubwela. Sasa huyu kuja kumbe kauvamia. Kauvamia. Na ukwao kwake hivi vipigo vyote alikutana navyo sio vyake. Kwa mmempiga juzi, leo vipi? Leo tunapiga pale pale tulipotonesha, yani tutatonesha tulipopiga. Mtatonesha? Tulipopiga. Yani ndio tunachokifanya. Na hii inatoa maana gani sasa kwa labda kwa ndugu yake? Hii maana inayotoa kwa ndugu yake ni kwamba ndugu yake jinsi anavyompa mpaka anampa hela tucheze naye, yeye atuangalie. Alimpa hela. Anampa hela, alimpa milioni 200 ili aje tukamie. Sasa yeye anapompa milioni 200 atukamie, wale wanatumia gusa achia nenda kwao. Sasa gusa achia nenda kwao inakuofa uwanjani. Sisi tunatumia ubaya ubwela. Ubaya ubwela inakupiga popote, ndani, nje, chumbani, uvunguni. Yani inakufuata kila mahali. Ubaya ubwela itamwacha mtu salama. Ukioga. Hata ukioga ubaya ubwela ikuachi salama. Yani hapa ni kawaida ile nguvu moja, ubaya ubwela. Wao wana kauli mbiu 700 lakini zote zimefeli. Shukrani sana.